Mvua ya huzuni na kifo cha Mbale. Asubuhi ile mvua ilianza kama shuh ndogo. Ukungu mwembamba ulioteremka taratibu kutoka vilima vya mlima Elgon ukashuka mjini Mbale. Anga lilikuwa kijivu cha huzuni, rangi ya majonzi ya kale, likishikamana na mapaa ya bati na kugeuza udongo mwekundu kuwa tope zito na linaloteleza. Lakini haikuwa mvua ya kawaida. Ilionekana tofauti. Ilionekana kama sanda. Ndani ya mioyo ya roho 20,000 waliokuwa wakisukumwa kuelekea uwanja wa michezo wa mjini, ilikuwa kana kwamba anga lenyewe lilikuwa likilia kwa huzuni ambayo halingeweza kuizuia. Walitembea kwa ukimya wa kutisha, msafara mrefu wa mashahidi waliolazimishwa, macho yao yakiwa yameelekezwa chini. Wanawake waliwabana watoto wao kwa nguvu zaidi, wanaume wakakaza taya zao, na swali lisilonenwa likining'inia hewani, zito kuliko unyevunyevu: kwa nini tunalazimishwa kushuhudia haya? Walijua kwa nini. Jibu lilikuwa jina moja, uwepo wa kuogofya uliotanda hewani kote nchini. Idi Amin Dada, Rais, Field Marshal, mshindi wa dola la Uingereza, mtu aliyejiita nguvu ya asili. Miaka miwili tu katika utawala wake wa hofu, Uganda ilikuwa taifa lililoshikilia pumzi, nchi ambako kubishwa mlango usiku wa manane kulimaanisha kifo, na maji ya mto Nile yalikuwa yamejaa maiti za waliopotezwa. Lakini kupotezwa tu hakukuwa tena kumeitosha hofu. Woga ambao hapo awali ulijificha katika giza la vyumba vya mateso vya State Research Bureau na makaburi yasiyo na alama ya Namanve, sasa ulitaka jukwaa. Ulitaka hadhira. Ulitaka mvua kubwa, ukimya wa kiwewe wa watu 20,000 na damu ya wanaume wawili, askari na kijana, ili kufikisha mahubiri yake ya kutisha. Siku hiyo, Februari 10th, 1973, ilikuwa somo. Somo lilikuwa rahisi: hakuna tumaini, hakuna upinzani, kuna Amin pekee. Na katikati ya uwanja ule, viguzo viwili vikubwa vya mbao vilivyotiwa doa na mvua vilikuwa vimesimama vikitazamana kama mikono ya mifupa tayari kuwakumbatia waliolaaniwa. Hivyo ndivyo nukta za mwisho za maisha ya wanaume wawili, lakini pia mwanzo wa sura mpya katika jinamizi la Uganda, onesho la hadhara lililopangwa si tu kuua watu wawili, bali kuua dhana ya wasi ndani ya mioyo ya mamilioni. Wanaume hao waliosubiriwa walikuwa Tom Masaba na Sebastino Namirundu. Kwa umati uliokuwa unazunguka uwanja, majina yao hayakuwa na maana, lakini hatima yao tayari ilikuwa imeamuliwa. Hawakuwa tena wanadamu, walikuwa alama, rehani katika tamasha la umwagaji damu, pumzi zao za mwisho zikisubiri kuwa tukio kuu katika sarakasi ya Duma, jina ambalo Amin alipewa kutokana na ukatili wake. Mbunifu wa hofu. Taswira ya Duma ili kuelewa hofu ya kiritwali iliyofanyika Mbale, lazima kwanza kumjua aliyebuni maangamizi hayo. Idi Amin Dada katikati ya misukosuko ya ukoloni, akiwa na baba wa kabila la Kakwa na mama wa kabila la Lugbara kutoka mkoa wa West Nile, maisha yake yalianzia unyenyekevu. Masomo yake rasmi yalikuwa machache mno. Kilichomtambulisha ulimwenguni hakikuwa kitabu, bali mwili mkubwa wa futi 6 na zaidi, nguvu za ndondi na ujasiri wa mchezaji wa rugby. Aliingia jeshini chini ya Waingereza, akihudumu katika King's African Rifles. Huko, ukosefu wa elimu haukumzuia. Nguvu, utii na ukatili wake vilikuwa silaha. Alipewa heshima kubwa baada ya kushiriki vita dhidi ya Mau Mau nchini Kenya, ambako hata makamanda wa Uingereza waliona ukatili wake kupita kiasi. Wakati Uganda ilipopata uhuru 1962, Waziri Mkuu Milton Obote aliona ndani yake chombo muhimu. Amin hakutoka katika makabila yenye nguvu kisiasa. Hivyo, alionekana kama askari rahisi, mwaminifu. Aliinuliwa hadi kuwa amiri jeshi mkuu, lakini urafiki wao ulivunjika kwa haraka. Obote alipoanza kuogopa ushawishi wa Amin, hatari kubwa ikazaliwa. Januari 25th, 1971, wakati Obote yuko Singapore, Amin alipindua serikali. Mapinduzi yalikuwa ya haraka, karibu bila damu. Wananchi waliomchoka Obote walishangilia. Magharibi waliomwona Obote kama msoshalisti walifurahi. Lakini hiyo ilikuwa asali ya mwanzo kabla ya sumu. Mara baada ya kuingia madarakani, Amin alianza mauaji ya kikabila dhidi ya Acholi na Langi, askari waaminifu kwa Obote. Jeshi likawa kasoko la maangamizi. Wengine walipigwa nyundo hadi kufa, wengine walizikwa hai, wengine wakatupwa kwenye mto Nile. Aliunda mitandao ya mateso, State Research Bureau na Public Safety Unit, magereza ya hofu na vikosi vya kifo vilivyopewa leseni ya kuua. Kisha akageukia raia. Agosti 1972, alitangaza vita vya uchumi, akiwafukuza Wahindi zaidi ya 80 NAD. Walikuwa uti wa mgongo wa uchumi. Ndani ya miezi mitatu waliondoka, uchumi ukaanguka, upungufu ukaenea. Katika giza hili ndipo vuguvugu dogo la upinzani lilipochipuka, Fronasa, likiongozwa na kijana aitwaye Yoweri Museveni. Ingawa lilikuwa dogo, Amin aliona tishio. Alitaka mfano wa kuogofya. Mfano huo ulikuwa Tom Masaba na Sebastino Namirundu.
Nia mbili zilizokutana msalabani. Tom Masaba. Chaguo la askari Masaba alikuwa kapteni wa jeshi la Uganda. Alijivunia nidhamu na heshima, lakini baada ya mapinduzi ya 1971 aliona jeshi likibadilishwa kuwa chombo cha tribalism na mauaji. Aliona marafiki wake Acholi na Langi wakiburutwa na kuuawa. Masaba hakuweza kuvumilia, akachagua kuasi, akaungana na Fronasa. Hatua hiyo ilimfanya awe adui wa taifa. Alipoangukia mikononi mwa SRB, mateso yalikuwa makali: kupigwa, kunyimwa chakula na kuumizwa kwa umeme. Lakini roho yake haikuvunjika kabisa. Sebastino Namirundu. Kijana aliyekimbia. Sebastino hakuwa askari wala mpinzani. Alikuwa kijana mdogo, labda miaka 6 au 7, kijiji cha Elgon. Siku moja jeshi lilipovamia kijiji chao likimtafuta Museveni, woga ulimzidi. Akaanza kukimbia. Kwa wanajeshi wa Amin, kukimbia kulimaanisha hatia. Wakamkamata, wakamtia pingu, wakambandika jina la gaidi. Akawekwa gerezani, akateswa bila sababu. Hatia yake pekee ilikuwa woga. Hatimaye nia za Masaba na Sebastino zikakutana pale pale, mbele ya viguzo viwili vya kunyongwa kwa risasi. Tamasha la kifo Mbale. Mvua ilipiga kwa nguvu zaidi wakati wanaume hao walipoletwa katikati ya uwanja. Ukimya mzito ulitanda. Walivuliwa nguo zao, wakabaki na vibao vidogo vyeupe vitokanavyo na kitambaa kama nguo ya aibu na mazishi. Sebastino alitetemeka, machozi yakitiririka. Masaba alisimama kimya, macho yake yakiangalia mbali, kana kwamba roho yake tayari imeondoka. Kamera za televisheni ya serikali zikazunguka, zikihakikisha kila sekunde inakamatwa. Msemaji wa kijeshi akasoma mashtaka: ugaidi, uhaini, njama za kumuua rais. Walipewa nafasi ya kuzungumza. Sebastino alilia tu, lakini Masaba alizungumza kwa sauti dhaifu lakini wazi: wale kama mimi wanaua watu wasio na hatia nchini, wajitokeze waripoti kwa mamlaka. Maneno hayo yalikuwa fumbo. Je, alikuwa akikiri au alikuwa akiwashitaki waliokuwa wakiendesha mauaji ya kweli, serikali yenyewe? Hakukuwa na muda wa kutafakari. Amri ilitolewa. Askari 10 wakainua bunduki. Risasi zikalipuka kwa pamoja, zikachana hewa na miili ya wanaume hao. Umati ulikaa kimya. Mvua ikaendelea kusafisha damu iliyomwagika, ikiunda vijito vya giza ardhini. Televisheni ikarekodi. Somo lilikuwa limetolewa. Mlio unaobaki, miili yao ilipofunguliwa na kubebwa kama mizigo, umati ukaanza kuondoka kimya kimya, vichwa vikiwa vimeinama. Hakukuwa na maneno, bali jeraha la pamoja. Kwa Amin, huu ulikuwa mwanzo wa tamasha jipya la utawala: mauaji ya hadhara. Kuanzia hapo, kifo cha hadhara kilikuwa somo la mara kwa mara. Televisheni ikawa chombo cha kueneza hofu. Taifa zima likawa uwanja wa hofu. Lakini licha ya woga, upinzani haukufa. Wale waliopona walihifadhi maneno ya Masaba na macho ya Sebastino kama alama. Fronasa na makundi mengine yaliendelea. Na ya kushangaza, wanajeshi waliomkamata Sebastino walikuwa wakimtafuta Museveni. Miaka 13 baadaye, Museveni ndiye aliingia Kampala akiwa mshindi, akawa rais wa Uganda. Lakini ushindi huo uligharimu vifo vya zaidi ya watu nusu milioni. Mvua ya Mbale ya Februari 10, 1973 ilikauka. Viguzo vilioza. Lakini kumbukumbu ya siku ile bado ipo. Ni hadithi ya ujasiri wa askari aliyeacha kitendawili kabla ya kufa, na hadithi ya kijana aliyeuawa kwa sababu ya hofu yake tu. Ni ukumbusho wa nguvu ya kikatili ya mamlaka kamili na haja ya binadamu kushuhudia, ili masomo yaliyoandikwa kwa damu yasije yakasahaulika.